Kwani Bongo Flava halisi iko kwa Slay, ila Mbosso baada ya kutangazwa na Baba Levo Chawa Wasafi ama mtangazaji wa kipindi cha Wasafi pale, unaelewa baada ya kutangazwa kwamba Mondi amemwacha Mbosso huru. Kumbuka kwanza Diamond Platnumz hawezi akamwachia msanii yote yule huru. Yes, mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, natumaini umzima afya kabisa. Na leo tumerudi tena kwa mara nyingine. Hapo mbele yako ni kijana ambaye anakwenda kutufafanulia issue ambayo inamhusu Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Atakwenda kutufafanulia zaidi mambo ambayo yamezidi kutrend katika mitandao ya kijamii na ni issue gani ambayo inakwenda kuendelea. Atakwenda kutupatia majina yake tuweze kumfahamu zaidi, na vipi anamfahamu vipi Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, imekuaje na kipi ambacho kinaendelea. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kukosa kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Go Live TV. Nafikiri tutakuwa pamoja zaidi. Na bwana, mambo vipi? Anakuaje? Fresh kabisa, mambo yanasemaje? Jobless. Vipi kusana ili sakata ambalo linaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii, hasa ambalo linamhusu Diamond Platnumz pamoja na Zuchu? Diamond ni msanii, pia sisi ni watajirishaji wa kazi. Mimi naitwa Black, hakuna mtu asionijua, na karibu na baadhi ya watu wa WCB. Kwa hiyo imekuwa nyepesi sana kujua masuala yanayoendelea pale Wasafi. Kwa hiyo mimi kama mwanafamilia wa WCB pale, ila sio mfanyakazi wa WCB, ila na watu wako pale ambao wanafahamu yanayoendelea, pia wakanidokeza. Licha hivyo pia nayafahamu mambo ya pale mengi kiundani, kwa kuwa marafiki zangu wengi yani naelekea vikao vingi vya Wasafi na uzoea sana. Kwa hiyo na wajua vizuri, pia wananitambua vizuri. Na vipi unachukuaje ili sakata la Zuchu kuweza kuvunja vyombo vya Diamond Platnumz na Diamond kuweza kumlipisha Zuchu kwa ajili ya kuvunja vyombo vyake? Unachukuliaje ili sakata vipi, na koje Diamond Platnumz akaweza kumlipisha Zuchu hali ya kuwa Zuchu ni mke wake mtarajiwa? Hili jambo unalichukuliaje? Alokuambia kwamba Zuchu ni mke mtarajiwa wa Diamond Platnumz ni nani? Ndio inavyosemekana katika mitandao ya kijamii, pia na trend hivyo. Na yeye pia Zuchu ameonekana akijipost kwa akisema hivyo. Unajua WCB kama unashindwa kuelewa, ni watu wa kutengeneza attention sana. Ni watu ambao wameshaamini kwamba mtu akitaka wampe mafanikio katika muziki lazima atumie kiki. So kwa hiyo kile kitu kinachoendelea katika mitandao kwa sasa kuhusu WCB ni mambo tu ambao wanatayarisha kitu. Umeona Diamond Platnumz hajazungumza lolote mpaka leo hii kuhusu Mbosokani, kama unalijua hilo. Hajazungumzia, ingawa Mbosokani yeye hajazungumzia pia, ingawa Baba Levo yeye ni chawa pekee aliyoweza kuzungumza hizo habari. Kwa hiyo ni attention, baada ya siku 2 kuzungumzwa hizo habari, siku ya 3 Diamond anaachia nyimbo. Unajua ni biashara, muziki biashara. Kwa siku ya 3 anaachia nyimbo, na kweli Mungu kambless, nyimbo leo iko trend namba 1 pale. Kwa hiyo wanacheza na akili za mashabiki, wanacheza na industry inavyotaka, kwa sababu industry sasa inahitaji umbea, sio muziki mzuri. Kwa hiyo nataka kusemaje kwamba mapenzi ya Diamond Platnumz na Zuchu kwamba ni ya uongo, sio kweli, ni yapo katika masuala ya kike katika mitandao ya kijamii? Diamond ni mchezaji tu wa wanawake. Kama unakumbuka kuna mstari mmoja wa Roma alifanya nyimbo na Stamina, anakuambia kuna mwamba aliyokota almasi mchangani na alokuja kuinunua alikuwa ni Miss kutoka Uganda. Unajua yani Diamond aliokotwa na Zari, yeye akiwa ni kama almasi, na leo ni kweli ikawa ni almasi Uganda, wameachana. Diamond Platnumz huyu akajibiwa na Stamina, akamwambia ila mwamba ni mnyanyasaji wa kijinsia. Kwa Diamond Platnumz ni mnyanyasaji wa kijinsia tu, sio kusema kwamba ni mwanaume ambaye anamconfidence mwanamke kusema huyu nitakuwa naye milele. Hakuna, kwa sababu masheti yake ya mganga, na mpaka leo hii muziki wake unakuwa vile, haruhusiwi kufunga ndoa, na ndio maana kila siku akitaka kutrend izungumzie ndoa. Unataka kuongea kwamba katika muziki wa Diamond mganga anahusika ndani yake? Sio ganga, kuna uchawi mwingi sana, na ndio maana waliogopa uchawi wa Harmonize wakatangana. Uchawi ni mwingi sana WCB, yani ushirikina mwingi sana. Ukitaka kuamini ushirikina ni mwingi, unajua kuna vitu amevizungumza Mwijaku hapa juzi kati. Watu wengi sana walikuwa wanamchukulia Mwijaku masiara kuhusu swala la J Melody kuvunjwa upepo wake na bwana Diamond toka amefanya mapozi, hana tena ngoma iliyosikika. Na ukiangalia ni kweli J Melody toka amefanya mapozi hajasikika. Sio J Melody tunamjua yule sisi wa Sugar, sio J Melody tunamjua sisi yule wa Sawa. Unajua kuna vitu fulani vimeshuka baada ya kufanya kazi na Diamond Platnumz.
na sio kwake tu, ilikuwa hadi kwa wasanii wa nje. Omario anafanya nyimbo haiendi popote, wasanii kibao tu. Diamond Platinum amekaa alifanya muziki na FDQ mpaka leo hii papo haisikiki kwa sababu ya hip hop alifanya Diamond. Taarabu Diamond ameiua baada ya kufanya nyimbo na Dija Kopa. Nasema nawe taarabu imekufa mpaka leo hii haisikiki. Kwa Diamond Platinum anachojitahidi kwa sasa ni kujaribu kuiua singeli, lakini ninachomshukuru Mungu yeye anajitahidi kuiua singeli, lakini singeli imekuwa ni muziki wa Kitanzania na kila siku vijana wanaozaliwa wanaanzia kwenye singeli. Kwa hiyo inakuwa shida kwa kuwa kila siku uwezi ukauzima wimbo wa taifa ama uwezi ukaizima asili ya taifa lako. Kwa hiyo ni asili ya Tanzania singeli na muziki ambao unamshinda. Ila lengo la Diamond kwamba afanye muziki ambao anaotaka yeye tu na ambao naamini watu wengi hawatopita. Diamond Platinum ana nyimbo na wale watoto Mabantu, ile nyimbo itoke kwa sababu mule kapigwa TKO. Aliwaingilia wale watoto kwenye njia zao za kuben. Si wanapenda kuben. Mpaka leo nakupa exclusive, nyimbo haitoki. Diamond Platinum kafanya nyimbo na Mabantu, anashindwa kuiachia nyimbo. Diamond Platinum kafanya nyimbo na Mario, inashindwa kutoka ngoma kwa sababu hizo ngoma zote hizo kakimbizwa huko. Na kakimbizwa na watoto wote wabaya wale. Wale wana waganga wao. Mario ana mganga wake mzuri. Ukitaka kuamini Mario ana mganga wake mzuri, muangalie Chino. Chino haja kufikisha nyimbo viewers milioni 1 tangia ametoka tangia amegombana na Mario, unalijua? Ama ufuatilie mambo hayo? Na vipi kuhusu ili swala ambalo linahusiana na Mbosso ambaye kutoka Wasafi, kwamba kwa jinsi ulivyosema kwamba mambo mengi ambayo yanafanyika katika Wasafi, basi Kiki ndo huwa unategemea sana katika kununua mambo yao. Vipi kuhusiana na Mbosso ili swala? Ni kweli anatoka Wasafi ama unahisi kama ni Kiki? Mbosso kani kutoka Wasafi ilitakiwa atoke kabla. Unaelewa? Unajua Wasafi hawahitaji msanii hiti ambapo anasikika yeye sana kushinda mfalme, yani kushinda Diamond mwenye Platinum. Unajua kwa hiyo aliziki kitu kama hicho, mtu afanye nyimbo hiti kumzidi yeye. Diamond Platinum angekuwa msanii anayependa maendeleo wasanii wake. Kama una kumbukumbu nzuri, anaachia nyimbo yake yeye kabla hajaachia nyimbo yake. Siku moja nyuma Zuchu kaachia nyimbo yake yeye na Divoice video. Asa msanii wa lebo yako nampandishieje nyimbo? Kwa watu wakasikiliza ipi hapo? Nyimbo ya Zuchu akasikiliza nyimbo ya bosi wake. Ule hujamzidi ile. Hujamzidi baby. Yani hivi kijuso sijui hujamzidi na nini, wanaimba uchafu mwingi sana. Kwa hata kukalili pia na kuwa shida. Ila nyimbo yao, nyimbo inaitwa hujamzidi. Kwa hiyo baada ya Zuchu na Divoice kuachia ile nyimbo na wakaachia. Kiangalia Wasafi hapa katikati wamejipandishia nyimbo wenyewe. Leo anaachia Divoice, kesho anaachia Mbosso. Asa Mbosso ni msanii ambaye mwenye akili sana, na kama una kumbukumbu nzuri Diamond Platinum wakati anatoka na kina Mbosso pia anatoka Mkubwa naye. Diamond anatoka 2010, Mkubwa naye iko tangia 2009. Sijui nielewa. Kwa Diamond Platinum na Slay pia maarufu ameanza kupata Mkubwa Slay. Naenda kusema kwa mama ni nyimbo Slay akipita popote anatikisa. Sijui nielewa. Kwa ni Bongo Flava halisi iko kwa Slay, ila Mbosso baada ya kutangazwa na Baba Levo cha Wasafi ama mtangazaji wa kipindi cha Wasafi pale, unaelewa baada ya kutangazwa kwamba Mondi amemwacha Mbosso huru. Kumbuka kwanza Diamond Platinum hawezi akamwachia msanii yote yule huru kutoka katika ile lebo. Kwa hiyo kwa Mbosso akisema amemwachia huru kwa sababu Mbosso ni msanii ambaye yuko naye kwenye lebo, wakati Babu Tale na Mkubwa Fela wanaiongoza Mkubwa na wanawe pia wanamuongoza Diamond Platinum. Kwa hiyo ni watoto wote waliolelewa katika familia moja, ila mtoto mmoja akajipata akajiinua akawashika mkono wenzao walio drop kidogo kwa uwezo wa pesa, waliokuwa na matumizi mabaya ya pesa. Hao ni watoto wale walikuwa wana umri mchache ila wanaimba muziki mkubwa, na ndio maana pia Diamond alikuwa anawezekana anapewa percent kubwa sana na kina Mkubwa Fela, kina Babu Tale, ili watoto wanyonywe. Na ndio maana unaambiwa hata nyumba zao walizokabidhiwaga zile wakati Mkubwa nayo ni nyumba chache zilizobaki za kule polini, ila vitu vingine vyote magari na nini wanyang'anywa. Mie Noki Bella ni rafiki yangu sana, niko naye juzi kati katoka Kenya, na mara ya mwisho mimi ndo nimemtumia 3000 Noki Bella ya kula chakula. Hata hapa nikampigia simu exclusive interview na kwa
Sasa msanii kama Enock Bella amefanya nyimbo, amefanya kazi katika Mkubwa na Wanawe, amefanya kazi ya Moto Bendi, amesafiri mataifa kibao hapa Afrika na nje ya Afrika. Wameenda Coco Studio, wamefanya kazi kubwa sana na wametoka katika lebo, na wakati wako katika lebo ya Moto Bendi ilikuwa inasemekana wale watoto wamepewa magari, wana maisha mazuri, wana nyumba. Ziko wapi? Ziko wapi leo? Enock amepanga hapo Barakuda analipa chumba 35. Inakuwaje kwamba wamenyang'anywa ama ilikuwa tu ni scandal? Sasa ndio maana nakwambia kwamba timu hiyo inaitwa wana fitna. Wazee wa fitna ndio pale WSB. Pale ndio inapopatikana fitna. Nikitaka kukwambia pale inapatikana fitna,